Alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu waandishi wa habari, niliyopo hapa mbele yenu naitwa Godi Yanga, kiboko ya madunduka. Ni mwanachama mwandamizi wa klabu ya Young Africans na ni katibu wa tawi la Brotherhood VIP. Nimewaita ndugu zangu waandishi wa habari nikiwa na wanachama wenzangu wa Yanga ambao tunajiandaa na safari leo kuelekea mkoani Lindi kwenda kucheza mechi na Namungo FC, lakini tumeona kuondoka hivi bila kuliweka jambo letu sawasawa, mioyo yetu itakuwa na simanzi, mioyo yetu itakuwa na majonzi. Siku 2-3 zilizopita klabu yetu ya Yanga kupitia afisa habari wetu Ali Shaban Kamwe tulipata taarifa kutoka kwenye peji za klabu yetu pamoja na kwenye peji ya bodi ya ligi ya kwamba mchezo wetu wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo ambao mwanzoni ulirushwa, awali ulitakiwa kufanyika mwezi wa 11, ukasogezwa mpaka kufikia Machi 1, mchezo ambao ni wa ligi kuu mwezi wa 11 ukifikiria kabla dirisha dogo kufanyika. Ule mchezo ulitakiwa ufanyike kabla dirisha dogo la usajili, lakini ulisogezwa mbele, ikiwa tunawaona wapinzani wetu walikuwa wabovu kweli zofu la hali. Lakini tarehe zimekaribia na mchezo umetangazwa kwamba mchezo huu utafanyika katika uwanja wa Guantanamo Bay New Amani Complex Zanzibar. Tukiwa tayari tumeshafanya maandalizi yote, wanachama wa Yanga, mashabiki wa Yanga, sababu tulikuwa kule kwenye mchezo dhidi ya ACF, wale wanaitwa JS Kabili. Tukiwa tayari tumeandaa ma-apartment, mahoteli, bajeti zote tukiwa tayari tumeshazipanga, tumeziandaa ya kwamba tarehe 1 mwezi wa 3 tutakuwa na mchezo dhidi ya Simba Sports Club. Lakini tunaona ngendembwe, tunaona vitimbwi vikiendelea katika mitandao ya kijamii ya kwamba ndugu zetu wanataka kuukacha huu mchezo kwa mara nyingine. Wanataka kuukacha huu mchezo kama walivyoikacha michezo mingine miwili iliyopita ambayo ni adabu ya Kariakoo. Kama mna kumbukumbu nzuri, niliwakumbusha kwenye mchezo wetu dhidi ya Cosmopolitan tuliocheza nao weekend iliyopita, niliwaambia kwamba ndugu zetu wanataka kukimbia huu mchezo na hawana sababu kuu ya kukimbia huu mchezo zaidi ya kwamba kikosi chao bado hakijawa kamili kupambana na Young Africans. Hakuna sababu nyingine. Yaani hizi sababu za kusema kwa nini mchezo upelekwe Zanzibar wakati hii ni ligi kuu ya Tanzania, na Tanzania ukiiweka katika viunga vyake, Unguja imo, Pemba imo, hiyo ni Tanzania yote. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye utawala wake hakuna kikomo cha kutokuitawala Zanzibar. Yaani unapoisema mikoa kama ya Unguja na Pemba, kuna mikoa 5 katika kisiwa cha Zanzibar ambacho kiko ndani ya Tanzania. Leo wanatokea watu kamkumbe, watu ambao hawalitakii mema football yetu. Sasa sisi kama mashabiki na wanachama wa Young Africans hatuwezi kulifumbia macho jambo hili. Kanuni ziko wazi, zinaturuhusu Young Africans kuchagua uwanja wowote katika viwanja ambavyo tutatumia kwenye ligi kuu, viwanja viwili kama viwanja vyetu vya nyumbani, na moja kati ya kiwanja ambacho tutacheza katika mechi nyingi, lakini unaruhusiwa kuchagua mechi 2 utakazozicheza kwenye kiwanja kingine ndani ya ardhi ya Tanzania. Young Africans tumechagua uwanja wa Guantanamo Bay Zanzibar kwenda kufanya mauaji ya kumuua Kolo. Hatuna uoga na Simba bahali popote. Simba tulishamfunga Benjamin Mkapa mechi 6 mtawalia 6, lakini uwanja wa Mkapa una matumizi mengine, na tayari bodi ya ligi taarifa wanayo na wametugea ruhusa ya kuchagua uwanja mwingine. Tumewapelekea barua na tayari tumeruhusiwa kutumia uwanja wa Amani Complex Guantanamo Bay. Sheikh, hauna pa kutukwepa kwenye hili.
Yaani niwaambie mashabiki wa Simba na wanachama wa klabu ya Simba, kwenye hili hakuna pa kutukwepa. Mchezo utakuwa New Amani Complex saa 2:15 katika uwanja wa Guantanamo Bay Zanzibar. Mnataka mtavuka, hamtaki mtavuka. Bodi ya ligi wameshatoa taarifa, na hatutegemei kwamba taarifa ile itakuwa na marejeo tena ya kukengeuka kwamba mchezo utaahirishwa, kutakuwa na vipengele sijui kanuni. Young Africans sisi kama tuliweza kumpeleka National Ahli Guantanamo Bay Colonan asiende, yani sisi National Ahli baba wa mpira wa Afrika anayejiona yeye ndio giant kuliko klabu nyingine barani Afrika, lakini Yanga sisi tuliwaambia National Ahli, mtavuka maji, mtakuja Guantanamo Bay na mtakutana na adhabu yenu. Na National Ahli wakavuka maji wakaja Guantanamo. Yani wewe Simba si tukualike tukuambie mechi yetu unacheza Zanzibar ukatae, we nani? Yani we nani? Sasa sisi mchezo tumeupeleka pale, na mashabiki wote wa Yanga tumejiandaa kwenda kucheza mchezo pale. Hakuna mabadiliko mengine hapo katikati shekhe, hakuna. Msimamo wetu ndio huo, na kama kuna mtu anajaribu kuutetelesha huo msimamo ajaribu. Naona mnataka kutesti mipango ile ambayo sisi tuliposema hatuchezi tulijua nyinyi mlikuwa na makusudio yenu. Ule mchezo wa tarehe 8 haukupaswa kuahirishwa kwa sababu muda sahihi wa kuahirisha mchezo haukuwa sahihi. Mechi ile iliahirishwa kiolela olela, na ndio maana hata bodi ya ligi iliyopita waliona kuna kila sababu ya Yanga kukomaa na kutokucheza mchezo uje ucheze tarehe nyingine, na ndio tarehe ile kuja kupangwa mkaja mkala chuma mbili. Naona mnataka kujaribu kufanya kama hatuchezi baka. Hii haina comeback. Yaani neno hatuchezi haina comeback. Msije mkadhani kwamba mna mashabiki ambao wanaweza wakasimamia comeback ya hatuchezi Zanzibar mchezo usiwepo. Zanzibar mchezo upo na mtakuja kukalia chuma. Naona mnapita mnaangalia kila mkichungulia mnaona nyingi zimo na tutawahukumu tu. Hakuna namna kukwepa. Yaani Zanzibar mtakuja na goli nyingi mtafungwa. Kwa hiyo nipende kuambia wanachama wenzangu wa Young Africans, msimamo wetu sisi kama mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga ndio huo. Shekhe, mchezo wa Zanzibar upo pale pale kama ulivyopangwa. Leo tunaanza safari yetu ya kwenda Ruangwa. Tukirudi hapa tutakuja kupambana na JKT Tanzania. Baada ya hapo kinachofuata ni Guantanamo Bay Zanzibar. Yaani hilo halina maelezo wala halina kipengele. Na kama kuna mwanachama wa klabu ya Simba anabishana na kauli yetu, yani Al Ahli avuke, JS Kabylie avuke, Farabati na ujeuri wake kavuka maji kaja Zanzibar, alafu we dunduka tu kutoka hapa kuja pale unajifanya unaleta ngendembwe. Wewe lete ngendembwe, alafu uone what next, nini kitafuata. Lakini mchezo uko pale, na mkituvuruga tutausogeza zaidi, tutaupeleka pale Pemba. Uwanja nao upo Pemba, nayo hiyo Pemba unavyozungumza nayo ni sehemu ya Tanzania. Kwa mkituchanganya vile vile tutasema mchezo uko Gombani vile vile. Kadiri tunavyoongea ndo tunavyotenda. Kwa sasa kauli mchezo upo New Amani Complex Zanzibar Guantanamo Bay, sehemu ambayo Waarabu wote wamekufa, na nyie ambao ni waasisi wa Waarabu wengine wa mchongo mtavuka maji na mtakuja. Kauli imezungumzwa na Young Africans na itatekelezwa. Jambo la pili ni wakumbushe wana Yanga wenzangu, hapa tunazungumza huu ni mwezi wa pili unaenda mwishoni, unaelekea mwishoni. Maana yake tuna takriban miezi 2-3 kuumaliza msimu. Na tunavyoumaliza huu msimu maana yake tunamaliza na msimu wa mwaka wetu wa fedha. Kwenye idara ya wanachama na mashabiki tunakumbushana kwenye matawi yetu. Kama tawi langu la Brotherhood Kimara, kila mwanachama ambaye anajijua ni mwanachama wa tawi la Brotherhood, basi mwaka wetu wa fedha wa Young Africans unaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6, kwa maana tarehe 1 ya mwezi wa 7 ni mwaka mpya wa fedha wa klabu ya Yanga. Tunakumbushana kulipa ada za wanachama wa klabu yetu, kwa maana ya kwamba
Wanachama wote mnapolipa ada za wanachama ndio tawi letu linakuwa hai, na matawi mengine ya Young Africans ambayo nao ni wanachama wa tawi la wanachama wa klabu ya Yanga wanakumbushwa kuwa tarehe 1 mwezi wa 7 ni mwaka mpya wa fedha. Tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka huu ndio kikomo cha ada zetu za wanachama. Wote tunapaswa kulipa ada za wanachama. Timu yetu inapiga hatua kubwa kwa maana ya ufunguzi wa ujenzi wa uwanja wa Young Africans unakaribia kuanza kujengwa. Tumsapoti mwekezaji wetu Ghalib Said Mohamed kwa maono yake, kwa namna ambavyo amejiandaa kuja kujenga uwanja wa klabu ya Yanga katika eneo la Kaunda. Basi na sisi wanachama wa Yanga tuonyeshe umoja wetu, namna ambavyo tunaweza kuiunga mkono klabu yetu ya Yanga. Kuiunga mkono klabu ya Yanga maana yake ni wewe kulipa ada yako ya wanachama. Sidhani kama ulikuwa na kadi yako umebaki na kadi kama urembo. Hii sio sawa. Kadi yako ilipie. Ujui namna ya kulipa, mtafute mwana Yanga mwenzio, mtafute mwenyekiti wako, au ujui tawi lako, ujui namna ya kumpata mwenyekiti wako, watoa huduma wa klabu ya Yanga ambao ni wapo kwenye idara wanachama. Ukiwatafuta hao, ukitutafuta sisi kwenye mitandao yetu ya kijamii, itakuwa ni rahisi wewe kufanya malipo yako na kujua tawi lako ili kuisupport klabu yetu ya Yanga. Hatua tunazopiga ni kubwa sana. Uongozi wa klabu ya Yanga ndani ya miaka 4 walioyafanya ni makubwa ambayo hayajawahi kutokea katika ndani ya klabu yetu ya Yanga, na kurejesha uwanja wetu wa nyumbani wa Kaunda ambao utakuja kwa kafini watu hapa. Hili ni jambo kubwa ambalo kila mwana Yanga anapaswa kuliunga mkono. Kwa upande wangu sina la ziada, labda nikaribishe wajumbe wenzangu wa tawi hili la Brotherhood na wanachama wengine wa matawi mengine waweze kutoa yao ya moyoni, lakini mechi yetu, yani hili niliseme kwa ukavu na sauti nzito, mechi yetu ya dabi ya Kariakoo tarehe 1 mwezi wa 3 itafanyika Guantanamo Bay, Zanzibar. Hilo halina mjadala. Asanteni. Sheikh, una lolote la kukazia? Sogea karibu, kazia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Mimi naitwa Timothy Levi, niite Jitu la Mtumba, ni katibu wa tawi la umoja wa makundi ya Yanga WhatsApp Tanzania. Sina mengi kukazia, amemaliza yote hapa katibu wa Brotherhood. Mimi nataka niseme tu Ngakolo wajue. Sasa hivi hapa nimetoka kulipa apartment 4 shilingi 800,000. Mashabiki tayari wamejiandaa kuvuka maji kwenda Zanzibar. Tunawasubiri nyumbani. Sisi nyumbani ni Zanzibar, kitovu chetu kiko pale. Kwa mtake msitake, Zanzibar mtakuja, na kama mmekosa sehemu za kwenda kulala tuambieni. Zanzibar ni nyumbani, sisi tunawakaribisha. Sisi ni wenyeji wenu, mkikosa pa kulala tuambie, mtalala. Apartment zipo kibao na bado zinasubiri watu. Kwa mimi ni hilo tu la kusisitiza. Thank you. Tosha. Asanteni wanahabari. Swala la Damalo niwaambieni tena, hili nimeliona mnaliongelea. Ndugu zangu, hii ligi kuna mchezaji mmoja anaitwa Kip Dennis Prosper amecheza, si ndio? Na mioyo ikakunjuliwa, kacheza, kapewa uraia, katumikia timu ya taifa. Damalo ni kiungo raia wa Tanzania. Damalo ni kiungo raia wa Tanzania, Msukuma halisi. Niwaambie kitu ambacho na uhakika nacho, kwenye national team ya Miguel Gamondi kuelekea AFCON, Damalo ni mmoja kati ya wachezaji ambao wanapigiwa chapuo kwenda kuchaguliwa kwenye wachezaji wa timu ya taifa Tanzania, kwenda kuzima kulisaidia taifa hili kufanya vizuri kwenye michuano ya AFCON. Damalo atazima, Damalo atacheza, Damalo ni Mtanzania, Damalo ni Msukuma halisi, wala sio wa kuapia kusema wallahi Damalo ni Mtanzania. Ni kiasi tu cha wewe kuwajua Wasukuma walivyo na kumuona Damalo ni Msukuma halisi. Kwa hiyo Damalo atacheza, na mnavyoendelea na hiyo mijadala ya Damalo tunaamini kwenye wachezaji ambao wamesafiri leo. Mmemuona kwenye kikosi cha Yanga kinachoelekea Namungo, ataenda ataubonda na atatwanga kama kawaida yake. Yani
Nadhani kinachowachanganya ni namna ambavyo Damalo anapiga long pass na short pass, namna ambavyo Damalo anafanya interception vizuri. Kinachowavuruga ni vile Damalo ambavyo anakata umeme, ndio kinachowachanganya. Sasa kisiwachanganye, nyinyi mmeamua kusajili viungo wenu wavunja kuni, watafuta kadi nyekundu. Nyie ndio mmeamua kutafuta viungo wenu wavunja kuni, watafuta red kadi. Endeleeni nao viungo wenu. Sisi tumetafuta wachezaji bora wazawa na wachezaji bora wa nje ambao wanaitumikia nembo ya Yanga kwa ufasaha. Hakuna mchezaji wa Yanga alosajiliwa kutoka nje aliyotuangusha mpaka sasa hivi. Wachezaji wote wako kwenye top performance. Wote wa Young Africans, sio wazawa wala sio wa kigeni, wote wanaitumikia Yanga vizuri. Kwa hiyo swala la Damalo lisiwaumize kichwa. Damalo yupo na atatuanga kwenye hiyo dabi ya Kariakoo. Mtamuona kwenye lile dimba la katikati pale akiwa anazunguka kama Claudio Makelele, kwa sababu sisi wana Yanga kwanza tukimwona Damalo zenu tunajikumbusha Asumani Idi Chuji. Sisi wana Yanga tukimwona Damalo tunamuona mbuyu twite, yani mtu ambaye kwenye kunyang'anya akija kwako anapokuja tu mwenyewe mpira unamwachia, anapiga pasi zake sahihi zile shoti. Ukitaka apige pasi ndefu anapiga pasi sahihi, ukitaka mikuki nje ya 18 anapiga. Sasa sisi tusijivunie mchezaji wa aina hiyo shekhe, wataka tujivunie nani? Damalo yupo na atacheza. Damalo yupo na atacheza kama walivyocheza waliopita kabla yake. Ieleweke, maana waliopita kabla yake wako wengi, na nchi yetu sisi ina uraia wa aina zaidi ya 2, uraia 3 sio. Kuna uraia hapa wa kuzaliwa, kuna uraia hapa wa kuomba, mtu unakuja unaomba, kuna mwingine asikazaliwa nje ya nchi huko anakuja hapa anachukua uraia. Uraia upo hapa. Damalo ni Msukuma halisi, yani wala halina kipengele, yani ule ni Msukuma. Na mkitaka kujua, sisi tuna maswali mengi kwenu, mengi kuhusu wachezaji wenu. Kuna wachezaji hata tukitafuta madaftari yao ya shule ya msingi hawajulikani wamesoma shule ya msingi wengi tu. Lakini kwa sasa tuko kwenye football, twende kwenye dakika 90. Kwanza kwa nini muwahofie wanaume wanaocheza Yanga? Kwa nini muwahofie? Yani nyie kifika mechi ya Yanga tu. Mimi ninachojua Damalo raia wa nchi tangu yuko Singida. Mimi najua Damalo raia. Sasa wewe kinachokutekenya kipi ambacho kinakuogopesha? Una kiungo kumkaba Damalo? Alafu msikwepe. Inawezekana mnamtarget Damalo, mnaogopa zile risasi za kinabuba, mnamuogopa Alan Okero, mnamuogopa Depu. Na wao wanasema wana Libase. Shekhe wakitaka aombe uraia. Huyo Libase aombe uraia. Hapa Bongo kuna kabila ambalo linavaa kamba kiunoni kama zile za Libase. Bongo hapa, yani labda tunalo kabila ambalo wanavaa kamba kiunoni zile za kama zake, hata kama za Dua, hata kama za yani kabila lote mwandishi wa habari unalijua, labda Libase tumpe. Kusini Mtwara mambo yao. Basi atafute mkoa na wanaume kamba kiunoni. Hapa mimi sijui kusema ukweli, kwa Tanzania yetu wanaume wanaovaa kamba kiunoni wallahi sijaona. Lakini uwezo vipi? Quality hakuna quality hapa, kwamba yule aje atamzima nani national team. Kwa sababu ujue mpe mtu uraia ambaye akija analisaidia taifa. Unampa mtu uraia shekhe, taifa hawezi kulisaidia. Mwalimu Pakome. Pakome na mwalimu. Mwalimu wake namjua Pedro Gonçalves. Wanasema Anset Yaura. Mwalimu wa Pakome ni Pedro Gonçalves. Kama tunafaa kumpa uraia Pedro Gonçalves kwa ajili ya uandamizi sawa. Sasa wanatupa ujumbe. Wanasema wakati anafanya shughuli zake Anset Yaura, Pakome anaficha viatu, anakalia. Shekhe, nchi MVP anaiwakilisha ligi yetu kwenye maligi mengine barani Afrika ni Pakome Pedro Zouzoua. Pakome ndio mwakilishi wa wachezaji wote wenye quality kwenye ligi yetu ya nyumbani, ndio MVP. Na ndio maana umeona tuzo za MVP zimekuwa na heka kidogo, kwa sababu wanajua wakimpa tayari tuzo inafika mbali. Lakini kwa sasa tustiki hapo kwamba Mohamed Damalo ni sehemu ya wachezaji wazawa wa nchi na atakuwa anakitumikia kikosi cha Yanga msimu huu na msimu ujao na misimu mingine ambayo ataendelea kutumikia ndani ya Yanga Africa. Asanteni.
tukutane Ruangwa katika uwanja wa Ruangwa ule, tuna kipengele na ndugu zetu wa Namungo. Asante sana.